kutunza familia zetu. Amosi 3 mstari wa 8. Ukisoma ukitaka kukafaidi soma mpaka 12. Anasema mumeniibia zaka. Mumeniibia zaka. Kwa hiyo tunaishi kwenye laana kwa sababu tunamuibia Mungu. Zaka ni baina yangu mimi na Mungu. Mimi na Mungu. Huyu Mungu tunayemzungumza, huyu Mungu huyu. Kabla tujaenda mbali, wangapi wanamwamini Mungu? Wape maiki. Nataka niwe nasikiliza sauti zao. Nataka niwe nasikiliza sauti zao. Wape maiki. Apewe maiki na kwa nasoma Biblia, apewe maiki pia. Wape maiki. Wakaka, yani itanifanya mimi nielewe wanasikia kwa sababu sauti yangu kubwa sana kuliko za kwenu. Haleluya. Zaka. Mchungaji wako anakuamini 50,000 uliotoa, mshahara wake ni shilingi 500,000. Sawa? Lakini ukipeleka shilingi 45,000, mchungaji atasema huyu mtu ni mwaminifu. Lakini Mungu anasema, na wewe unasema umeingia kwenye laana. Watoto wetu wanafanya vibaya mashuleni. Zaka. Watoto wetu wamejiingiza kwenye makundi ya bangi. Zaka. Familia zetu hazimjui Mungu. Zaka. Ilizi ya zaka ni kubwa sana. Au ilizi ni neno sio zuri sana. Ni zuri tu Zaka. Kile kipato unachokipata unasema hiki sio cha kwangu. Kiara mbele 50,000, 5,000 jikaa jangu. Hii ni ya Mungu. Sio ya mchungaji, ya Mungu. Lakini huyu Mungu, nimeuliza mwanzo, wangapi wanamwamini Mungu? Kati yetu wangapi? Baba, wengine unyoshi. Kamera leo sina kijana wa kuniongozea kamera hapa. Asante kwa sababu mnamwamini Mungu. Na ni kweli tunamwamini, hata mimi namwamini Mungu. Na huyu Mungu ninayemwamini ndio anayenilisha, ndio anayenitunza. Ndio sababu ya muonekano huu. Na ndio sababu ya uhai wangu. Miaka 52 sio mchezo mwenzangu. Sio mchezo. Mishale mingi amekwepa huyu, ina maana. Huko tunapita tunakutana nayo. Bekotelengo guire sumuka kange. Unajua sisi tumevaa mwili. Na ndio maana mwili ni huko ndiko tunakukutaka wewe. Na maanisha matendo. Nikisema matendo, tunawadharau mabalozi vitongojini kwetu. Tunawadharau wenye viti vitongojini kwetu. Tunawadharau watendaji wetu vitongojini kwetu. Tunawadharau madiwani vitongojini kwetu. Ni kosa kubwa sana hilo tunalifanya. Lakini tunaheshimu sana wachungaji. Tuna viburi, tunasema mimi litanizika kanisa. Misiba inaendelea, hauhudhurii misiba. Litanizika kanisa. Kweli tuko wengi. Hapo tunapozikia hapo, mamlaka inatoka kwa nani? Kwa mchungaji? Kwa serikali? Mwenyekiti akisema muziki hapa, tutazika kanisani. Hata hapa ni mali yao. Na maanisha sisi tuna kibali cha miaka 20 hapa. Lakini itakuja serikali na kibali cha miaka 80 iliyopita. Hata kama sio kweli, lakini mamlaka ikisema imesema. Kila mwanadamu yuko mikononi mwa serikali. Yuko mikononi mwa Mungu. Na maanisha hata yule kiongozi wa serikali ni Mungu amemweka. Kwa nini ukuwa wewe? Kwa Mungu amemweka yule mwenyekiti wako, lile kundi analoliongoza limeumbwa na Mungu. Kwa yale madaraka ndani yake ni mamlaka ya Mungu, hata kama ni mpagani mheshimu. Ukimheshimu yule utamtangaza Yesu Kristo kwa mahali hapa. Wakati mamlaka kuu imetoka kule, kavunjeni makanisa yote ambayo hayana vigezo 1, 2, 3. Wanaanza la pale vunja. Maana rais hajui huko. Mawaziri hawajui. Wanaojua hapa
ni mabalozi na wenye viti. Ukifika hapa wanasema la pale, la pale, la pale vunja, la pale msivunje. Kavunje ni la pale. Naomba liwe la kwetu, waseme msivunje. Haleluya. Matendo yako huko yakatangaze Yesu wa kweli kwa mahali hapo. Matendo yako huko yakatangaze kanisa letu kwamba pale ndio mlima wa makimbilio, pale ndio mlima wa wokovu. Maana mlima Sayuni ndipo kiti cha enzi cha Mungu kilipo. Wetu sio Babeli, sio Babeli, ila Babeli wewe unaenda kinyume na sheria ya Mungu. Lakini wanatupointi, wanasema kuna dini moja imekuja inasema makanisa ya huko ni Babeli, ila kwetu sahihi. Nikawaambia Babeli labda kwenu, kwa sababu yule mchungaji aliyemweka pale sio yeye, ni Mungu amemwamrisha kaya hapa. Haleluya. Mungu amewakamata wachungaji akili zao, mikono yao, hawana cha kwao, ila wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Wewe uwe salama. Wagalatia 4 mstari wa 20 wa 19 na wa 20. Na bado sijaanza somo, lakini kama utaandika haina shida. Biblia inasema vitoto vyangu. Mchungaji wako huyu, mchungaji yuko jwani nga mwembaro baba, yuko jwani mbaro Emmanuel ndio jina la uko. Oh Mwanyangala. Oh wow. Mchungaji wako Mwanyangala. Leo hii kuna vitu vingi vya ambavyo angekuwa na vifanya vya ukoo vya kwake mwenyewe, lakini hapana. Huenda singekuwa huyu tunayemuona sasa, angekuwa. Lakini amekamatwa na nguvu ya Yesu. Akamwambia utakaa hapa, utafanya kazi yangu hapa. Inafika mahali wanamuita njoo huku tutakupa na magari. Anasema wale watatu Mungu amenipa ni wachunge, mimi ndio baba yao. Haleluya. Maana Biblia inasema mchungaji mwema ni yule anayewapa watoto wake chakula kwa wakati. Na chakula gani? Hiki chakula kinaitwa mana iliyofichwa. Ndicho alikupa mchungaji wako. Mana iliyofichwa ni neno la Mungu la kweli. Haleluya. Anakupa maziwa na asali. Asali ni chakula cha kiroho ambacho ni neno la Mungu. Maziwa ni chakula cha kimwili. Vipi hatutunzi mwili? Lingatire kirabungisa nekitenge iki. Haja katunzi. Wachungaji au uongo chakula wanachokupa. Mvinyo. Vinyo. Unajua mvinyo ni neno la uongo. Lakini limekuja kana kwamba ni mtumishi wa Mungu. Maana Biblia inasema wengine watajiita Makristo. Je, sisi ni Makristo au ni Wakristo? Sisi ni Wakristo. Sisi ni watoto wa Kristo. Ndio maana tangu mwanzo tunamtaja Yesu toka tumeingia. Utabiri wako wa Bwana Yesu mponya, alitabiri wakale kwamba Yesu atazaliwa. Mariamu atangatanga atafuta mahali Yesu azaliwe wapi, kila mahali wage. Mwisho Yesu kazaliwa katika hori la ng'ombe. Alikubali kujidhalilisha, alikubali kuishi kana kwamba ni maskini, ili sisi tuwe matajiri, ili sisi tukae pazuri yake kababa. Huyu sio mdogo. Kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 13. Biblia inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Yesu Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwanza nampongeza aliyesababisha mimi leo nifike hapa. Huyu mtu thamani yake si ndogo.
maana kinachokwenda kufanyika kwenye mioyo ya watu wengine, yeye ndio sababu. Tusamehe Yesu. Yesu, nani kama Yesu? Nani kama Yesu? Ana Mungu alisema bila yeye hakuna anayeweza kuniona mimi. Ana mamlaka kubwa. Yohana Mbatizaji na mchungaji wako, wao wanasema sisi tunabatiza kwa maji, lakini yupo ajaye hatustahili hata kulegeza gidamu za viatu vyake. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Roho Mtakatifu na kwa moto ni nini? Roho Mtakatifu ni neno. Neno hatupati, tunavipata na moto ni jehanamu. Yesu anakupeleka jehanamu. Yesu anakupeleka uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza kutoka moyoni. Mama yangu mtamfahamu, Mungu ikimpendeze, yaenda kuhubiri saa Jumapili uko pale Igurusi kati, anaitwa mchungaji Teddy Anyitike Mwakatobo. Mimi ndio mtoto wake wa kwanza kati ya watoto 11. Walipochukuliwa watatu, tumebaki 9, na wote wanamtumikia Mungu. Kwa mama atakuja kunitembelea hapa, nina hakika Jumamosi anaweza kaja hapa, yeye na dada yangu watakuja. Na wanangu, kuna wanangu unaongozana nao wako shuleni. Haleluya. Lakini leo nimekuja peke yangu. Mara nyingi naongozana na watoto. Sio mbaya. Mchungaji atanilinda. Ukinifanya chochote mchungaji mkamu wangu tule banyakiusa twesa. Mbalizi ya Wamalira na Wasafu. Na ifikiri wote ni Wasafu na Wamalira. Banyakisa wa Mungu. Ulipo mama. Ujire mama, ujire. Yara kusajege. Kango lina mahara mama. Utembo kangale bwangu obo ngumfuira akilisiti ujire ba yara kusajege fijo. Wazee kama yule unamtumikia Mungu. Wewe unakuja kesho peke yako, kesho kutwa peke yako, kesho hasa vile vitu umenunua vya nini? Kesho nataka uje na mmoja tena, kabla hujamshawishi kuja naye hapa, ingia chumbani kwako kwanza, sema Mungu, nataka mama fulani aanze kukuabudu wewe kuanzia sasa. Chumbani